Nakusalimu mtazamaji popote pale ulipo na karibu sana kujipatia undani wa taarifa usiku huu, ikiwa ni breaking news kutokea mjini Tehran, Iran. Hivi ni vita vya Iran na Marekani Mashariki ya Kati. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhoma TV. Karibu sana. Habari kubwa usiku huu, pengine ukao ulikuwa ukifuatilia taarifa za papo hapo kutokea Yuhoma TV, na miongoni mwa taarifa ilikuwa ni juu ya makubaliano ama mapatano ambayo yalikuwa yamealifiwa kufanyika baina ya serikali ya Marekani na mgongo wa Irani kwa Pakistani mjini Islamabad, ambapo Marekani iliahidi kusitisha vita dhidi ya Irani, ambapo hapo pia kulishuhudiwa na kauli mtambuka kwa mataifa mbalimbali, lakini pia na kwa serikali ya Irani ikisema Irani haitafanya makubaliano yoyote ikiwa masharti 10 ambayo Irani ilitoa hayatofuatwa na kutekelezwa kikamilifu katika mgogoro huo wa muda tangu pale Februari 28 mwaka huu 2026. Sasa leo raia mbalimbali wa Irani wameandamana, wamejitokeza nje ya mji wa Tehran nchini Irani kwa kile ambacho nadai kwamba hawawezi kuvumilia serikali yao ikafanya makubaliano na serikali ya Marekani, ikiwa ni serikali ya kidhalimu dhidi ya damu ya ndugu zao ambao waliuawa kidhalimu kikatili na serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Trump. Wananchi wanadai serikali ya Irani iache mara moja kile ambacho inahitaji ama inataka kufanya na serikali ya Marekani, wakisema Marekani ni watu ambao hawafai hata mazungumzo yoyote, bali wao wanahitaji vita tu na wako tayari kwa hilo. Katika sauti za juu, wananchi wanasema serikali ya Irani iache makubaliano ya Marekani, irudi vitani kwa ile mapambano dhidi ya damu na taifa la Wairani wote kwa jumla. Na hii ni video ambayo ilikuwa inajionyesha hapa wananchi wakiwa nje ya mji wa Tehran wakijikusanya mamia kwa mamia, wakieleza hilo ambalo wanaeleza. نتونستیم برای آقامون عزاداری کنیم. شب 49 آقامونه. جماعت عزیز Ni wananchi hao wazalendo waliokunywa maji ya bendera ya taifa la Irani wakijitokeza kwa wingi mkubwa sana katika taifa la Irani mjini Tehran, wakieleza dhamira yao ya wazi ya kutokuwa tayari kwa mazungumzo yoyote baina ya serikali yao ya Irani dhidi ya kile wamemuita mdhalimu Marekani. Tuweke kando taarifa hiyo, tuingie taarifa nyingine, ambapo kufuatia makubaliano ambayo yalitangazwa na serikali ya Marekani dhidi ya Irani kupitia Pakistani, sasa Irani imesitisha na kufunga kila kitu ambacho kilikuwa kikidaiwa kama njia ya mazungumzo baina ya serikali ya Irani na Marekani, na ikitoa taarifa ya kuendelea kufunga mlango wa bahari wa Hormuz kwa kile walichoeleza kufuatia kauli za sintofahamu za serikali ya Marekani kupitia rais wake Donald Trump, ambapo mapema hii leo rais wa Marekani Donald Trump aliarifiwa kukanusha pointi 10 ama masharti 10 ya serikali ya Irani, masharti ambayo Irani iliainisha iliweze kufuatwa na kuweza kufunguliwa mlango wa bahari wa Hormuz na hatimaye kusitishwa kwa vita kwa muda ambao serikali hizo ziliahidiana. Taarifa ya mapema rais wa Marekani Donald Trump ilieleza kwamba rais wa Marekani amekanusha na akikataa kata masharti, akisema ni masharti ambayo hayana tija na ni masharti ambayo hayawezi kufuatwa na serikali ya Marekani, akisema ameyafuatilia kwa kina na ameona hayana msingi wowote kwa ajili ya mapatano baina ya serikali hizo mbili, Irani na Marekani. Mapema akizungumza hilo, Rais Donald Trump kupitia mwakilishi wake wa msemaji wa ikulu ya White House amesema Rais Donald Trump amechukua masharti hayo ya Irani na kutupa katika dustbin, hali ambayo imeibua ukosoaji mkali kwa wafuatiliaji wa mzozo huo, lakini pia na wapatanishi baina ya pande hizo mbili za uhasama. Kufuatia mapingo ya Marekani kwa masharti 10 ya Irani yaliyowasilishwa na msemaji wa ikulu ya White House, makamu wa rais wa Marekani JD Vance naye pia amenukuliwa akisema kwamba Marekani imekanusha madai yote ya Irani na ikisema iko tayari kwa vita kwa awamu nyingine tena ya mashambulizi makali dhidi ya Irani. Akizungumza hilo, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema makubaliano ya Marekani yamekataliwa kufuatia masharti ambayo Iran imebainisha na kikataliwa na rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo pia ameelezea dhamira ya Marekani kwa kundi la Lebanon, lakini pia na Irani,
akisema kwamba makubaliano kati ya Marekani na Irani hayahusishi moja kwa moja vita vinavyoendelea kati ya Lebanon na makundi mengine ya Kiislamu Mashariki ya Kati. Katika mwendelezo wa kauli zake, pia makamu wa rais wa Marekani JD Vance amenukuliwa akisema kwamba Irani imekubali na iko tayari kwa ajili ya kufungua tena ama ufunguzi mpya wa mlango wa bahari wa Hormuz uliofunga mapema kufuatia mashambulizi makali na shinikizo zito kutokea kwa rais wa Marekani Donald Trump na vikosi vya Marekani pamoja na Israel ukanda wote wa taifa la Iran. Hata hivyo, katika hatua za dharura kwa Iran kupitia jeshi lake la walinzi mapinduzi ya Kiislamu IRGC limetaarifu umma kwamba limefunga upya na kikamilifu njia kuu ya kusafirisha bidhaa muhimu ulimwenguni na lango la bahari kwa Mashariki ya Kati, Strait of Hormuz, wakisema kwamba mlango huu wa bahari wa Hormuz umefungwa kikamilifu na kutoruhusu kabisa meli za mafuta na bidhaa zingine kuvuka katika eneo hilo, na zikizitaka meli hizo kama zilikuwa zikihitaji kupita hapo ziweze kurudi nyuma haraka. Taarifa hiyo iliyotolewa na IRGC na kunukuliwa na vyombo lukuki vya Mashariki ya Kati ikiwemo Mahri News, Press TV na IRNA imeelezea kwamba kufungwa kikamilifu kwa mlango wa bahari wa Hormuz kunakuja kufuatia kile wameeleza kama undumi la kuwili unaotekelezwa na serikali ya Marekani chini ya Rais Donald Trump kufuatia makanusho ya masharti 10 ya Irani katika vita vyao baina ya wawili hao. Hata hivyo, kufuatia hilo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Irani chini ya msemaji wa wizara hiyo Ismail Baghel imeeleza kwamba Marekani itawajibika vikali kufuatia kile ambacho amesema ukiukaji wa masharti unaoonekana wazi kukiukwa na serikali ya Marekani chini ya rais wake Donald Trump. Msemaji wa wizara hiyo ameelezea zaidi akisema hali hiyo ya sasa itachochea mashambulizi mazito ambayo hayajawahi kushuhudiwa tangu kuanza kwa vita hivyo mapema Februari 28 mwaka huu 2026. Taarifa za mapema kutokea Israeli kupitia waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu zinaeleza kwamba Israeli iko tayari kurejea vitani katika mapambano makali dhidi ya mhasimu wake Irani, Israeli akishirikiana na Marekani. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akilizungumza hilo amesema, na hapa namnukuu, tuko tayari kurudi kupigana wakati wowote unaohitajika. Kidole chetu kiko tayari kwenye kichocheo. Kusitishwa kwa mapigano haya hakuonyeshi mwisho wa kampeni ya Israeli dhidi ya Irani, na haya ni maandalizi ya kuelekea kufikia malengo yetu yote. Irani inaingia katika mazungumzo haya ikiwa imeshindwa dhaifu kuliko hapo awali. Kwa uratibu kamili na Israeli, tunaendelea kushambulia kwa nguvu kubwa. Hezbollah tayari imepata mashambulizi makali zaidi siku ya leo tangu operation ya mapema ya Bipa ilipoanza na haitokoma. Mwisho wa kumnukuu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika taarifa yake mapema siku ya leo, wakati Irani na Marekani zikiarifiwa kuwa katika mpango wa makubaliano ya kusitisha vita vya wiki. Hata hivyo, katika mwendelezo wa ripoti hiyo ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mashambulizi makali ya Israeli yamearifiwa kuathiri maeneo kadhaa nchini Lebanon, huku moshi ukionekana juu angani mjini Beirut baada ya mashambulizi ya Israeli kutua katika eneo hilo. Katika taarifa hiyo, jeshi la Israel IDF lilitoa taarifa ikieleza kwamba jeshi hilo limetekeleza kile lilichoeleza shambulio lake kubwa zaidi dhidi ya Lebanon tangu kuanza kwa operesheni yake ya Rolling Lion, ikilenga takriban maeneo 100 ya kijeshi na miundombinu ya Hezbollah kote mjini Beirut. Wakati hayo yote yakiarifiwa kujiri, rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli ya tahadhari na onyo kubwa kwa umoja wa kura turufu na umoja wa kujihami NATO Magharibi, akisema kwamba yuko tayari kuchukua hatua stahiki kwa umoja huo kwa kile ambacho ameeleza ukiukwaji wa wazi dhidi ya ushiriki wake moja kwa moja katika vita vyake dhidi ya kile ameeleza mdhalimu Iran. Akielezea hilo, Rais Donald Trump amesema adhabu kali inafuata kwa washirika wote wa umoja wa NATO kufuatia usaliti wao. Katika ripoti ya pamoja, shirika la habari la uchunguzi la The Wall Street Journal pamoja na shirika la habari la Reuters yamearifu ya kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amelalamika isivyo kawaida, akisema kwamba anasikitishwa vikali na baadhi ya mataifa ya nchi wanachama wa umoja wa NATO kushindwa moja kwa moja kuunga mkono shughuli za kijeshi za Marekani na kuuita msimamo wao kuwa alama dhidi ya NATO, akisema na hiyo itasalia kuwa historia pekee isiyosahaulika kwa usaliti uliofanyika kwa mataifa hayo na umoja wote wa NATO. Katika taarifa mfuatano vita vya Iran na Marekani Mashariki ya Kati, serikali ya Irani kupitia jeshi la IRGC limesema kwamba
imefanikiwa kudungua ndege ya pasi na rubani yani drone katika anga la mji wa kusini mwa taifa la Irani, Fars. Jeshi la Irani IRGC limeweka wazi ya kwamba limejidhatiti na kujipanga upya katika mashambulizi yake makombora yapatayo 2000 ambayo yako tayari kwa mashambulizi ya operesheni mpya dhidi ya kile wameleza wadhalimu Marekani na Israeli, huku jeshi hilo likisema halitofanya makubaliano yoyote baina yake na Marekani kwa ukaidi uliofanyika siku ya leo kwa kutofuatwa kwa masharti yake yapatayo 10 iliyotoa hapo awali. Na hizi ni ripoti maalum na ripoti za hivi punde kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhoma TV. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.